Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Shalom shalom. Bado tunaendelea na masomo yetu mbalimbali. Nimesema nitawapa siri mbalimbali. Sasa kuna kitu hiki ambacho wengi waliomba nizungumze kuhusu mizimu. Mizimu inavyotesa watu. Lakini leo nilizungumzia nyuma mizimu 15 hatari inavyotesa, lakini leo tutaangalia mizimu hatari ya Afrika inayotesa wengi kwa vifungo vya magonjwa. Mizimu inayosababisha magonjwa ya Kiafrika. Lakini pia somo hili tutaendelea, utajua mizimu ya kila kabila au roho za ukoo, majina ya ukoo ya kila kabila. Utajua mzimu wa kwenu unaitwa nani na unafanyaje kazi na unakuathiri vipi. Kuna mizimu ya kabila inatesa watu, mizimu ya mkoa, kuna mizimu ya Afrika na kidunia. Lakini Afrika, kanuni ya mizimu iko hivi: Afrika inateswa na mizimu ya Afrika, Asia inateswa na mizimu ya Asia, Europe inateswa na mizimu ya Europe. Popote pale, yani haiwezi kutoka mizimu ya Asia ikaja ikamtesa mtu wa Afrika, ni vigumu. Vinginevyo kinachohusika hapo kuconnect hiyo nguvu ni wale mizimu 15 yenye nguvu ambao sasa tulikuwa tukifanya nao kwenye kitengo cha wakuu wa giza. Nao wanaleta mikataba na kafara na mapatano kwamba kwa kodi namba sasa, kwamba tunataka tumtesee huyu, tutetesee huyu. Wakuu wa giza ndio inaidhinishwa, na ile nguvu ya wakuu wa giza ndio inaenda kumwataki yule mtu kupitia mizimu ya kodi namba ya kwao. Kwa hiyo hapa utasikia mizimu ya Kinyatu ni ipi, mizimu ya Kisukuma ni ipi, mizimu sijui ya Kichaga ni ipi, utasikia mizimu ya Kiaya ni ipi, mizimu ya Kinyakyusa ni ipi, mizimu ya Kisafwa, mizimu ya Wabungu, mizimu ya Wazalamo ni ipi, na inatesa vipi familia mpaka leo, inavyoharibu familia na maisha ya watu. Kwanza nikupe utangulizi huu. Adhabu nyingi na mateso yanayotokana watu kujuta, mateso, kuanzisha biashara kuporomoka, ndoa kuvunjika, mahusiano kuharibika, kukosa kibali, kutofanikiwa, mara nyingi zinatokana na mizimu au roho za ukoo, ambazo hizi ni mizimu iliyokasirika. Kwanza inakuwa ni mizimu au roho za ukoo zimekasirika. Mababu kule huwa wanaenda, au watu wa zamani wanaenda, walipoenda kwenye maagano lake huwa wanaingia hivi, wanaenda kwenye madhabahu au kwenye kilinge, wanamwambia shetani tumiliki sisi na watoto wetu, alafu wanampa shetani sadaka, kafara, na wanamwahidi kumfanyia ibada kutokana na maelekezo yake. Kama ni kila mwezi fulani, kila siku fulani, wawe wanaenda kumwangalia mzimu, wao wanaenda kumhudumia mzimu, wao wanakabidhi mzimu. Na wengine iko aina tofauti tofauti, nyingine kilinge chake ni kwenye kaburi, nyingine kilinge chake ni kwenye mto, nyingine kilinge chake ni kwenye msitu au kwenye miti, nyingine kilinge chake ni kwenye mfupa wa nani, mtu aliyekufa gwiji. Nyingine kilinge chake, mizimu nyingine kilinge chake ni njia panda, ambayo yani mkoa wa njia panda, ambao mkoa ule unapitika njia nyingi za kusafiri, mikoa mingi. Sasa hii mizimu inasema mateso mengi ya watu wanaopitia. Sababu ya kwanza inakuwa mizimu iliyokasirika, wameacha kuifanyia ibada kule, wameacha kuihudumia, kwa hiyo imekasirika. Zile roho zinalipiza kisasi, wanamwambia shetani atakaye kukiuka na ukakiuke maisha yake. Sasa unaye Yesu, umempokea Yesu,
vizuri, anakurekebisha vizuri. Kazi ya kujikomboa na kujinasua kwa kutumia jina la Yesu unayo wewe. Wewe ndio wa kutumia jina la Yesu ukaijua vizuri hiyo mizimu, hizo roho za ukoo zinazofuatiliza, ukayajua vizuri, alafu ukayashughulikia, ukapiga. Ndio maana tumepewa jina la Yesu kwa ajili ya kupiga hivi vita. Sasa utashindaje vita ili hali umjui unayeshindana naye? Utapiganaje vita wakati hujui kwamba upo vitani au la? Huwezi kupigana hewani tu, lazima umjue adui yako vizuri na vita vyako vijue vizuri. Vita vyako ni vya aina gani, uvijue vizuri. Lakini sasa nasema chanzo kinakuwa mizimu iliyokasirika, lakini pia cha pili, mizimu kutokana na kukiuka makubaliano au agano au mikataba au mapatano. Watu wengi wanazidiwa sana kutokana na walikiuka. Unakuta huko nyuma wale wazee walivyoingia maagano waliweka mapatano fulani. Mapatano yale sasa hivi yamekiukwa, ndio yanakuadhibu na wewe. Lakini pia wengine, kipengele cha tatu, roho mbaya tu ya mapepo fatilizi au maonezi au ulafi au kiburi cha mizimu. Wakati mwingine mizimu pia, hizi roho fatilizi zinaweza yani yenyewe kwa sababu ya ulafi au ukorofi wake, kwa sababu ya kiburi chake, inaamua kuitesa familia kwa sababu wao wenyewe walijiingiza. Na wengine sio mpaka mababu waingie huko, wengine mnajiingiza kwa maisha mlioyaishi nyuma, mtindo wa maisha ulioishi nyuma. Ulikuwa unafanya ibada za sanamu, ulikuwa unafanya ibada sijui za kuabudu miungu gani. Maanake ibada, dini hizi zingine ni sehemu, ni mlango wa kumuingiza mtu, kumconnect mtu kwenye mizimu na roho fatilizi. Sasa mwisho wa siku ndio inakutesa, ndio inatesa watu, wanashindwa ni wapi pa kuanzia au wapi pa kutokea. Sasa pale Tartarus pia kuna hawa majini yanaitwa maurunati, majini ya kiburi, ya ulafi na mateso. Hayo yako pale. Sasa chanzo cha mtu mpaka kwenda kule pia aliangaliwa kwenye rada katika ulimwengu wa giza. Hii mizimu iliangalia makosa yake ni wapi, udhaifu wake ni wapi, magonjwa wanayotakiwa kumpa yaka adapt kulingana na yeye na nyota yake ni yapi, wakampiga wakamtoa kabla siku yake. Ndio huyu anachukuliwa msukule, ndio huyu unakuta amekatiliwa maisha, kufa kifo kibaya ambacho sio mapenzi ya Mungu. Ndio huyo unakuta ameugua magonjwa ya muda mrefu. Lakini sasa nizungumzia sasa mizimu mikuu inayosababisha magonjwa kwa Afrika. Sasa hii ni hapa Afrika, uishughulikie hii kwa jina la Yesu, na kama na magonjwa utapona kabisa, hii mizimu kijua. Na wakati mwingine nitakuja kuitaja kama nilivyosema kila aina na hizo kodi namba za mizimu. Wa kwanza unaotesa Afrika au roho fatilizi ya kwanza kabisa, hili linaitwa ameyeni. Ameyeni linaonekana kama majani au maji au nuru. Wakati mwingine linapotokea ameyeni, huu ni mzimu ambao nilifanya nao kazi katika kitengo cha wakuu wa giza. Mizimu yote ya dunia, mizimu ya Asia wapi, kinaambia hiyo yote nakutajia, kwa sababu kuna mizimu namba 1 mpaka namba 100 mpaka namba 100. Yote hiyo nimefanya nayo kazi. Namba 1 mpaka namba 20 ni mizimu ya msingi inaitwa. Namba 21 mpaka namba 50, hiyo inaitwa mizimu yenye nguvu. Alafu namba 50 mpaka 100 inaitwa ni mizimu ya utawala, ya utawala. Yani yenyewe unaokoka lakini bado haishtuki chochote. Yani naacha okay, ameokoka sawa. Tuna mpaka pale unapopigana vita uwe na CD kubwa, nguvu kubwa, ndivyo yenyewe inapokuachia, kwa sababu ya yale maagano ambayo pia mtu alijiingiza kwa kujua au kwa kutokujua. Maagano mabibi au ibada zake alizo kufanya, mlango wa dini alikuwa anafanya, au maisha au mtindo wa vitu alivyokuwa anavitumia, ushirikina, uganga alivyokuwa anaenda kwa waganga na ushirikina, basi anakuta amejiingiza. Sasa ili ameyeni AMEYEN linaonekana kama majani, maji au nuru. Linapokuja hivi unaweza kuhisi majani mengi, lakini ni limzimu na linatesa watu wengi sana.
Lakini pia kazi yake hii linaleta magonjwa ya kuua ukoo, na magonjwa haya huwa likiombwa wale ambao wanaiabudu hili amen, wakienda kuliomba msamaha linawaponya magonjwa ya ukoo. Nakuta ukoo huu unateswa na kisukari, kansa, sijui anakufa kwa stroke, au wengine kifafa, au wengine ukoo wao ugonjwa wao ni asma, wengine ugonjwa wao ukoo wao sijui ni nini, labda yako mengine. Unakuta kufuatilia kwenye ukoo wenu, unakuta wengine na HIV tu kwenye familia yao, HIV. Basi hili ndo linalofanya hiyo ukoo kuingia kwenye magonjwa yanaua ukoo. Lakini lenyewe likiombwa msamaha, yani wale wataalamu wale wa mizimu wakienda kuipa sadaka maalum inayohitajika, wakaliomba msamaha, pia huwa linaponya. Ndo pale sasa huyu mtu ameokoka, hawezi kushiriki ibada ya mizimu, maroho ya ukoo, fatilizi, hawezi kushiriki. Sasa kinachotokea asipojua hili ameyeni, manake nini? Huyu mtu atapigana vita, lakini mwisho wa siku ule ugonjwa unamtesa mpaka kufa. Kwa sababu nini? Ya kutokujua. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mzimu wa pili wa Afrika unaitwa Urugoth, yani ULGOTH, Urugoth. Linaonekana kama mchanga unaomwagika au saa iliyoharibika. Wakati mwingine inaonekana hili jini inaonekana kama mchanga unaomwagika, yani likija linakuwa na chenga nyeusi nyingi. Lenyewe ni chenga tu, yani linaongea lakini ni chenga nyingi. Na hata vitu hivi vingine hata kwenye nani duniani vipo, nakuta kwenye movie fulani zinasema, mfano kuna movie ya ile Demeter, wanazungumzia hivi vitu Throw to Sleep, hizo ni movie wanazungumzia. Yani wengine ni wale wakuu wanaongea baadhi ya vitu, lakini hili ni mzimu. Ukiona hivyo ujue wewe ni mzimu. Huyo ndio huwa mara nyingi wale na kawaida likitokea sehemu, au ukiona mtu anaongea nalo linakuja kama mchanga, lakini ule mchanga ni mweusi, vichembe vyeusi hivi, afu linaongea, lina macho mekundu na halina sura maalum, macho yale yako katikati ya zile chenga. Lakini pia linaonekana kama saa mbovu iliyoharibika. Ile saa kama umeipasua hivi katikati hivi, iliyoharibika mbovu, ndo wakati mwingine linakuja kwa mtindo huo. Kwa hiyo sasa, ili ukiona hivyo au kwenye ndoto ukiona, ujue hilo ni Urugoth. Hili linafanya kazi gani? Hili pepo, huu mzimu huu, kazi yake kubwa ni magonjwa sugu. Inaleta magonjwa sugu au magonjwa ya kudumu kuanzia miezi mitatu. Ugonjwa wote unaoanzia kuanzia miezi mitatu, yani unadumu miezi mitatu, upo, ujue huyu ni mzimu wa Urugoth. Na huu ndio unaosababisha watu kukaa kwenye hali ya magonjwa sugu wa mtu kutokupona. Linasababisha pia kuleta magonjwa ya muda mrefu kama nilivyosema. Unakuta wewe mwenyewe unaweza kujikagua kwamba una ugonjwa gani wa muda mrefu kuanzia miezi mitatu. Hii ni issue ya Urugoth. Kwa ukipigana, ukimsambaratisha huyu, ukipiga huyu na mizimu huwa, ngoja nikupe kwa kudokeza kidogo. Mara nyingine huwa iko hivi, inaweza kukasirika au unaweza kuishinda kwa sababu kufanya maombi hata ya siku 40. Yani unaomba, na maombi yenyewe fanya mida hii kati ya saa 3, yani saa 3 unaweza ukafunga saa 3 asubuhi mpaka saa 3 usiku, saa 4 ukafungulia, au ukafunga saa 6 usiku mpaka saa 6 mchana, kesho yake ukafungulia saa 7, au ukafunga saa 9 alasiri mpaka saa 9 usiku, saa 10 ukafungulia ule usiku. Ndio kushughulikia mizimu hizo, ndio masaa yao, ambayo hayo ndio masaa ya kuiweza, na ukafunga muda mrefu, hayo magonjwa yaliyokutesa muda mrefu yanafutika kabisa na kuachia kabisa. Na ukafunga endapo hata siku 7 au ukafunga siku 21 au siku 40, huo ugonjwa unaoona kama utakaa
basi labda hujafuata tu kanuni, lakini hauwezi kukaa labda, au Yesu labda kama kuna vichembe chembe vya dhambi hujaokoka vizuri, lakini huo ugonjwa unang'oka kabisa. Lakini kuna mengine pia yanamwadhibu mtu kutokana, yani huwa yanakasirika kutokana na mtu hashirikiani na jamii tu. Yani ukianza tu kushirikiana na jamii, basi mfano wa Mbeya, mzimu inayotesa maeneo ya Kabwe, Manjero pale, sehemu nyingi Mbeya, yani wafanya biashara kuta anaanza biashara anaporomoka, ana nini pale mjini, ni kwa sababu ya ushirikiano tu, yani hawashirikiani na wenzao. Sasa wanaofanikiwa pale wengi, wanaofanikiwa lazima ajue ili mizimu hiyo, wanaenda kwenye mizimu ya pale ambayo ya ile mizimu ya pale nitahitaje, ndio nakuta anachanua wanajua hivyo vitu. Au pale Mwanza pale Tarime pia kuna mizimu ya pale mingine. Mizimu ya Tarime pale yenyewe ni kiburi tu, yani ukiwa na kiburi maanake yenyewe yanazalisha, yanaleta iko kiburi ili uwe nacho, ili ukose kusaidika, naona, au Mungu akose kukusaidia, yenyewe inaleta tu hiyo. Sasa nitakupa suluhisho huko mbele. Kuna mtu mwingine anatakiwa ili apone ashirikiane tu na jamii, kwa sababu ile mizimu yani ina kanuni. Kuna sehemu inaposhikilia kwamba Mungu mwenyewe alisema lieni pamoja na waliao. Wewe misibani huendi ushiriki. Kuna misiba wengine ushiriki pia yanashikilia tu kwamba wenzako wanafanya shughuli za maendeleo, mambo hiki na hiki, alafu wewe hushiriki, uchangia hata mchango, au kama imekuja kwamba jamani, kuna jambo hili, twendeni tukafanya jambo hili, barabara ipite hapa, wanafanya wengine, wewe hufanya. Yani hata kushiriki kwa sehemu kwamba nifanye hiki, unatakiwa ushirikiane na wenzio kanisani, lakini kanisani hushiriki. Mnatangaza kitu fulani, mchango fulani, jambo fulani kanisani, mfungo au kitu fulani kanisani, ushirikiane na wengine. Sasa mizimu huwa inafuatilia moja kipengele kibaya zaidi ambacho kinafuatilia sana kanuni za Mungu ni mizimu. Hii ilikuwa chini yetu, ilikuwa chini ya kitengo cha wakuu wa giza. Tulikuwa sisi ndio tunaihudumia, kuipa nguvu na uwezo, na ndiyo inatesa wengi mpaka leo, inatesa na kusumbua wengi wafanya biashara, kwa sababu biashara utaanza itashuka, yenyewe ina promosha, unakuta magonjwa ili mara ili au kama ya muda mrefu ile urugos. Kwa hiyo urugos huko nitazungumza zaidi, lakini nitaka nikudogesee kiuchache. Urugos ile ni jini ambalo la magonjwa sugu. Sasa linasababisha kuleta magonjwa sugu na kuua ukoo au familia kwa magonjwa hayo, au mtu fulani kwa ugonjwa